إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tukiwa leo ni tarehe 30 ya Dhulqaada ya mwaka huu wa 1447 Hijiria, ambayo sawa na tarehe 17 leo ya mwezi huu wa 5 2026. Kwa mujibu wa tarehe hizi ni moja kwa moja kwamba kesho biidhnillahi tabaraka wa taala tunayaanza yale masiku 10 ambayo Allah subhanahu wa taala ameyaapia kwa kusema wal fajr wa layalin ashr, naapa kwa alfajiri, lakini pia naapa kwa yale masiku 10 ya Dhulhijja. Kitu chochote ambacho kinaapiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kinaonyesha utukufu wake na umuhimu wake. Kwa hiyo masiku haya ambayo yameapiwa katika Qur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kitu ambacho tunatanabahishwa sisi kama Waislamu tukifanye katika haya masiku matukufu. Ndugu zangu, haya masiku sio masiku ya kukaa kujibwetekeza, kukaa kupoteza muda. Haya ni masiku muhimu sana miongoni mwa masiku ambayo Muislamu anatakiwa kujibidiisha kufanya kheri mbalimbali. Wewe kama Muislamu, namna gani unatakiwa kuyapokea masiku haya? Masiku haya yanapokelewa kwa namna ambayo Uislamu unahitaji na umetupa maelekezo. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyafanya katika kipindi hiki, kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama atakufikisha ndani ya masiku hayo. Lakini pia jambo lingine ambalo la kufanya ni wewe Muislamu kuyaelekea masiku haya kwa kutia nia ya kufanya ibada ambayo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya masiku haya kuna mambo mengi ambayo Muislamu anatakiwa kuyafanya. Miongoni mwa mambo hayo ni wewe kujibidiisha katika kukithirisha na kudumu katika ibada. Miongoni mwazo ni hizi ibada za swala 5. Hizi ibada za swala 5 ujibidiishe kuziswali, kwa maana kuziswali katika hali ya jamaa, kuziswali nyuma ya takbira ya imamu. Hakikisha ndugu yangu Muislamu, hizi siku zinapoanza basi kisikupite kipindi isipokuwa upo katika msikiti unafanya ibada. Lakini ibada zingine ziko nyingi, miongoni mwa hizo kuswali sunna, kukithirisha kuswali sunna, kufanya ihsani mbalimbali kwa watu ambao hawajiwezi. Kwani amali yoyote unayoifanya katika masiku haya imenukuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kutoka katika hadithi ambayo ameipokea sahaba Ibn Abbas radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mala amalu fi ayami al-ashri afdala min al-amali fi hadhihi. Amali inayofanyika katika masiku haya 10, hakuna amali iliyokuwa bora kuliko amali inayofanyika katika masiku haya. Qalu wala al-jihad, Mtume wakamuuliza masahaba, hata jihadi haiwi bora kuliko amali inayofanyika katika masiku haya? Qala, Mtume akasema wala al-jihad, hata kupigana jihadi, amali hii ya jihad ambayo ni ngumu, ina kheri kubwa,
haifanani malipo yake kuliko amali utakayoifanya katika masiku haya. Mtume akaendelea kubainisha na kusema, illa rajulun kharaja, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwenda kupigana jihadi, yukhatiru binafsihi, ameitia kwenye hatari nafsi yake, maana yake ameenda kupambana yeye mwenyewe kwa nafsi yake, wa malihi, na mali yake, falam yarji' bidhalika, falam yarji' bi shay'in, ikawa hakikurudi chochote. Yeye amefia vitani, mali yake imeenda na yeye hakurudi. Huyo anaweza akalingana na amali ambayo inafanywa katika haya masiku 10. Sasa unafikiri ni masiku ya mchezo haya? Unafikiri ni masiku ya kulala? Ni masiku ya kuhangaika kufanya, kutenda kheri mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa nawakumbusha Waislamu tuangalie ratiba zetu, tuzipange namna gani kwamba masiku haya yasipite katika hali ya kupoteza muda. Yapite masiku haya hali ya kuwa tumepata faida na tumepata mambo mengi ambayo kila Muislamu anayahitaji kuhakikisha kwamba anaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitoe tambihi kwa baadhi ya matendo ambayo baadhi ya Waislamu wanasubiria muda huu ndo wanakuja kuyafanya, hali ya kuwa si katika muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya Waislamu wamejiwekea kwamba unapofika mwezi huu wa Dhulhijja, ambao insha Allah tunataraji kesho utaanza, kuna mambo ya bid'a wanayafanya. Miongoni mwa hayo ni mtu utamuona anatoka anakwenda kwenye makaburi, hali ya kuwa ibada ya kutembelea makaburini ni ibada ambayo haijawekewa siku maalumu wala haijawekewa miezi maalumu. Lakini wewe unapoamua kuweka mtindo maalumu kwamba huu mwezi wa mfungo 3, tunaita mfungo 3 Dhulhijja, kwamba ndiyo mwezi wa kwenda kufagilia makaburi, na ukiwa una itikadi kwamba hii ni ibada ya kufanya hivi, itakuwa umezusha jambo katika dini. Haina maana swala la kusafisha makaburi halifai, ni jambo ambalo linafaa kusafisha kwa sababu wenzetu wamelazwa pale. Lakini kwa nini uhusishe mwezi wa mfungo 3? Kwa nini uhusishe jambo ile katika hii Dhulhijja tu? Kwa hiyo ni miongoni mwa uzushi ambao umezushwa na baadhi ya Waislamu. Tunawatahadharisha wasifanye hivyo. Lakini pia jambo lingine, jambo lenyewe linalofanywa pia ni jambo la bid'a, lakini pia limewekwa katika muda wa bid'a. Ni jambo la kusoma hitima. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma kule kwetu walikuwa watu ukishafika huu mwezi kuanzia tarehe 1 mpaka mwezi 9 ndio siku ambazo wale wanaojiita mashehe ndio mifuko inajaa, wanazunguka kwenye nyumba za watu, wanazunguka kwenye miji ya watu kutafuta sehemu gani wako tayari tuwasomee hitima, sehemu gani wako tayari watupatie pesa tuhitimishe hata kwa dakika 10-15. Kuna baadhi ya watu wanatumia muda huu kufanya hayo mambo, eti wakisema kwamba mambo haya yanafanyika muda huu ndio muda wake kwa sababu ndio muda uliokuwa bora. Ni kweli tunasema matendo yanayofanywa katika kipindi hiki ni matendo ambayo Allah anayapa thamani kubwa sana, lakini kuna matendo mahsusi ambayo Uislamu umeyaeleza. Sio matendo ya uzushi, sio matendo ambayo watu wamejizushia na wakaamua kufanya ibada ambazo ma anzalallahu biha min sultan. Kwa hiyo haikuelezwa wala masahaba hawakuwahi kufanya kwamba kipindi cha hii Dhulhijja eti ndiyo muda ambao watu wanaamka wanaenda kusimamia makaburi, wanaenda kusafisha makaburi, wanaenda kufanya ibada mbalimbali ikiwemo kufanya tafsimu na vitu vingine. Hivi vyote havikuwepo katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia hata katika masahaba
hata katika wema waliopita katika zile qurunul mufaddala athalatha hayakuwepo mambo haya. Kwa ndugu zangu, ni watanabahishe kwamba haya mambo hayakuthibiti na hayafai. Yapo mambo ambayo tumeelekezwa kuyafanya. Miongoni mwa hayo ni yale niliyoyataja, watu kufanya wingi wa kufanya adhkar, watu wafanye wingi wa kutoa sadaka, watu wasome Qur'ani kwa wingi, watu wafanye kheri mbalimbali ikiwemo kuleta takbira. Unapoandama tu mwezi basi ishaingia Dhulhijja, basi watu walete takbira. Katika mapokezi Ibn Abbas anaielezea aya ya Allah inayosema wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, wamtaja Allah katika masiku maalumu. Masiku maalumu ni yapi? Ni haya masiku ya Dhulhijja. Kwa hiyo watu wamtaje Allah, walete takbira, wafanye kheri mbalimbali. Miongoni mwa hizo kufunga. Unaweza ukafunga katika masiku haya, unaweza ukafunga Jumatatu au ukafunga hata siku zote 9, kwa sababu ni katika amali za kheri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya hivyo, anafunga saumu. Kwa hiyo tukithirishe na tusimame katika yale matendo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza tuyafanye, na masahaba waliyafanya, na wema waliopita walikuwa wanayafanya mambo kama hayo. Mambo ni mengi ya kufanya, tutakuwa tunakumbushana kabla au kadiri tunavyokutana, lakini kikubwa tujiepushe na mambo yote ya uzushi. Tufanye mambo yote ambayo Uislamu umetueleza tuyafanye, ikiwemo kuswali swala za faradhi kwa wakati wake, kusoma Qur'ani, tukithirishe kuswali sunna mbalimbali, tukithirishe kutoa sadaka mbalimbali, kwa sababu matendo yanayofanya kipindi hiko yanakuwa yana thamani kubwa sana kuliko matendo yanayofanyika katika zama zote, kama tulivyoeleza hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.